and verse 13. Psalms chapter 118 and verse 13. This is what the Bible says. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. That is the word ambao Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, and the theme of my message is pushed to be destroyed. Pushed to be destroyed, or with an intention to be destroyed. Neno hili lizungumzwa na mtu ambaye the Bible, Psalms chapter 118 is a psalm that was written by anonymous person. Anonymous mean the author behind these psalms was unknown. It was unknown. Lakini mtu huyu aliyeandika hii, because Zaburi ziliandikwa na so many different kind of authors, wakiwa na intention ya kumsifu Bwana kwa sababu ya mambo ambao walikuwa wanapitia, wakimtukuza Bwana kwa sababu yeye ni Mungu wa wakati wote. Na yeye akawa ameandika Zaburi 118. There are so many psalms ambao zimeandikwa na anonymous. Hata ukiangalia Psalms 117 imeandikwa tena na anonymous, Psalms 116, 115 hivyo ni anonymous. Lakini probably tunapoangalia mambo haya tunaweza kuona ya kwamba mwandishi wa kitabu hiki aliweza kuandika kwa sababu ya experience ambayo alikuwa ameipitia. Na ninajua ya kwamba kila mmoja wetu tuko mahali ambapo mwandishi huyu alipokuwepo, kuweza kusukumwa na kile ambacho kinachotusukuma kina lengo na madhumuni ya kuweza kutuangusha. Lakini Bwana ni mwema kwa sababu kila wakati anajitokeza kuwatetea, anajitokeza kuwasaidia wote ambao wamesukumwa katika jina la Yesu. Corona imetusukuma kabisa, imesukuma biashara zetu. Wengi wetu tumefunga hata biashara. So hii corona, issue ya corona imetusukuma kiwango ya kwamba kuna watu walichukua madeni kabla ya corona na sasa wameshindwa kuyalipa. Lakini unaona ya kwamba ikiwa tumesukuma wakati huu tukiwa na rengo na hii COVID-19 imetusukuma, hali imekuja ikabadilika katika maisha yetu, na ile ambayo ilikusudiwa ni ya kwamba tuweze kuanguka. But we thank God kwa sababu tumefanyika mabaki katika jina la Yesu, ya kwamba lengo la anayetusukuma ni kuhakikisha ametuangusha. Lengo la anayetusukuma ni kuhakikisha ya kwamba ametumaliza. Lengo ya anayetusukuma, anapotusukuma, lengo lake ni kufanya mambo katika maisha yetu yaharibiki. But we want to thank God so much, maana Mungu wetu ni mwenye rehema na mwenye fadhili katika jina la Yesu Kristo. Hata ruhusu ya kwamba tusukumwe kiwango ya kwamba hatutaweza kustahimili. Maana anasema ulinisukuma sana. Ukosefu wa kazi unaweza kukusukuma sana. Hata amani katika nyumba unaweza kuikosa. Katikati ya bwana na bibi unaweza kosa amani. Mnasukumana kiwango ya kwamba shetani kile anachohitaji ni kuona ya kwamba hiyo ndoa imesabaratika. But we thank God kwa sababu there is the bad part of that statement. Bwana apewe sifa. There is always the but. Na but inatupatia hope, kumaanisha ya kwamba all was not lost. Bwana apewe sifa. The moment you see the word but, unajua ya kwamba the situation vile ilivyokuwa ya kwamba haitaendelea kubaki vile, lazima ibadilike kama Mungu ataingilia kati katika jina la Yesu. Tulisukumwa na ili tuangamie, na tulisukumwa na ili hata tufunge makanisa, tulisukumwa na ili watu wasije kanisani, lakini Bwana kwa neema yake ametusaidia katika jina la Yesu. Tumesimama kwa sababu ya kusaidiwa na Mungu katika jina la Yesu. Hatujasimama kwa sababu ya juhudi zetu, hatujasimama kwa sababu ya vile tulivyo na hekima, hatujasimama kwa sababu ya jinsi tulivyo na ujanja. Hapana, tumesimama kwa ajili ya Mungu, na kwa hivyo tunampatia huyu Mungu ambaye amefanya tusimame, tunamrudishia sifa na utukufu katika jina la Yesu. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. So as a child of God, in case you are under any kind of attack, kama uko chini ya mateso na uko chini ya mashambulizi yoyote, na probably you are wondering why you are sweating and struggling, it means that there is something in you
there is something in your destiny the enemy does not want it to happen in your life. Bwana atukuze sana. So ukijipata ya kwamba kuna ugumu wa aina fulani ambao unaokabiliana nao, ujue ya kwamba kuna kitu ambacho kimeonwa na adui. Sisi hatuna maadui wengi kama Wakristo, tuna adui moja ambaye ni Shetani. Biblia imenena na kusema ya kwamba our enemy the devil, that is in the first book of 1 Peter chapter 5 verse 8, inatuonyesha ya kwamba our enemy is not our brothers, is not our sisters, it is not our neighbors. Our enemy, the Bible says, it is hawa ambao wanaitwa, huyo ambaye anaitwa the devil. That is verse 9. Hebu angalia hiyo verse 9 inasema verse 7, this is verse 7. Verse 7 and verse 8. Be self-controlled and alert. Your enemy, the Bible says, your enemy, adui wako ni huyo ambaye anaitwa Shetani katika maisha yetu. Kwa hivyo jambo moja ambalo unahitajika unote when you are under any attack is this: it is that the devil does not chase empty vessel. Shetani hafuatili vifaa ambavyo havina kitu. The devil does not have interest chasing empty vessel. So whenever you are under attack, kila wakati unajikuta you are under attack, you know ya kwamba ndani ya maisha yako kuna kitu ambacho Shetani ameona, kuna kitu ambacho adui ameona, na huyu adui ana kile ambacho anataka kuhakikisha akija faulu ni akuzuie usifike katika hatima yako. Anataka akufuate na ili kile ulicho nacho ukipoteze. Lakini tunaomba katika jina la Yesu, Mungu aliyemsaidia mwandishi wa kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 13, naomba aingilie kati katika maisha yako na ili asiruhusu usiangushwe. Ijapokuwa adui wataweza kutufuatilia, ijapokuwa adui wataweza kukimbizana nasi, naomba katika jina la Yesu ya kwamba hautaweza kuangushwa na kile kinachokufuata katika jina la Yesu Kristo. Paulo aliandika na akasema hivi katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 4 and verse 7 kuhusiana na sisi, ya kwamba sisi ni chombo ambacho kimebeba kitu cha dhamana, na Biblia inasema ya kwamba but we have this treasure. Which treasure? The treasure of salvation. We have it in the jar of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. Ya kwamba tuko na hazina katika chombo hiki ambacho ni mwili wetu ambacho ni cha udongo. Ingawa sisi ni wadhaifu, tumebeba kitu ambacho sio ambacho hakina udhaifu. Bwana atukuze sana. Ijapokuwa sisi ni wanadamu, tumebeba Mungu ndani yetu, maana Mungu aliamua akakuchagua na akaweza kunichagua, na ili ndani yako akaweza kuinvest heavily. You know, God has invested in us so heavily such that kile kilichokuwa cha dhamana kwake ameruhusu akikae ndani yetu, ambaye ni Yesu Kristo ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo unaona Paulo aliandikia Timotheo na akamwambia ya kwamba kwa sababu kuna kitu cha dhamana ndani yako, akamwambia in the book of 2 Timothy chapter 1 and verse 14, maana Paulo ametuambia tumebeba kitu cha dhamana. Paulo naye akamwambia Timotheo ya kwamba ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Bwana tukuze sana. We have a responsibility to guard that deposit that God has deposited in us. We have a responsibility to ensure ya kwamba whatever kind of investment God has invested in our life, tutaweza kuifikisha salama katika jina la Yesu. A day is coming whereby we shall all appear before the presence of the Lord, na kila mtu ataweza kutoa hesabu ya vile alivyofanya na maisha yake. Kila mmoja ataweza kusema kile ulichofanya na vile ulivyofanya na kipawa ambacho Bwana ameweza kukutunukia. Whatever kind of the deposit that God has deposited in your life, you will give an account of it. How you spend it, how you use it. Bwana tukuze sana. Iwapo ulitumia kwa njia inayofaa, Biblia inasema ya kwamba utaambiwa well done faithful servant. Ingia katika furaha ya bwana harusi na mwana kondoo wa Mungu katika jina la Yesu. Na kama uliitumia isivyopaswa kutumiwa, Biblia inasema ya kwamba utarushwa katika tanuru ya moto na utarushwa jehanamu. Mungu anisaidie na akusaidie ujue ya kwamba kwa nini unashambuliwa.
ni kwa nini you have a frequent kind of attack? Why the devil is so much hard on you? He is pushing you, he is on, anakukimbiza. Ujue ya kwamba ni kwa sababu ya kile ambacho uko nacho ndani yako katika jina la Yesu. Shetani hana haja na watu ambao hawana dhamana ama hawana any treasure katika maisha yao. Jina la Bwana lipewa sifa. Lakini Bwana akusaidie na anisaidie katika jina la Yesu Kristo. So why does a person come under attack? Ni kwa nini, kama vile huyu amesema ya kwamba ulinisukuma sana. Why does a person come under attack? One, a person comes under attack because the enemy wants to conquer him. Kwa sababu tumesema already ya kwamba tuko na adui moja ambaye ni Shetani. The devil has got threefold mission: to steal, to kill, and even to destroy. Jesus Christ has got only one mission: to give us life and to have, so that we may have life in abundance. So Mungu tunashukuru kwa sababu ya Yesu Kristo, maana kuna mishoni moja katika maisha yetu ya kwamba anataka ahakikishe ya kwamba mahali Shetani amepitia, ameiba, kile ambacho Shetani anataka kuharibu, kile ambacho Shetani anataka kuua, yeye anakuja na ili aweze kupeana uhai na aweze kupeana uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo. So a person comes under attack because the enemy wants to conquer him. Shetani, adui anataka kumshinda. Another reason as to why a person comes under attack, it is because the enemy wants to suppress him. Shetani anataka kukufinyiria, na hivi ndivyo Shetani ana thrive katika hakika kazi ya kufinyiria watu. Amefinyiria watu kiuchumi, amefinyiria watu kiafya, amefinyiria watu katika kuwakosesha amani, kuwakosesha umoja. Watu wameoana lakini hawana umoja, hawana nia moja, kila mmoja anafanyaga mambo kivyake. Na Shetani ana thrive hivyo because he is a master prana, na ana thrive hivyo. Akigawa jamii, anagawa, bwana anafanya mambo yake na bibi anafanya mambo yake, watoto nao wanafanya mambo yao. Hiyo jamii ambayo iko divided, hata Yesu Kristo akasema ya kwamba a kingdom that is divided it cannot stand. Jina la Bwana lipewe sifa. So the devil is a master prana, na anahakikisha ya kwamba ameweza kuhakikisha kudivide, anafanyaga divide and rule. Lakini we thank God kwa sababu akigawa anataka ahakikisha ya kwamba amesuppress watu. Kusuppress ni kufinyiria watu, lakini naomba Mungu akadumisha umoja aliowaunganisha nao tangu mwanzo. Huyu Mungu hajabadilika, umoja huo akaudumishe, nanyi muweze kuzingatia kanuni zinazofanya umoja huo uweze kuzingatiwa katika jina la Yesu Kristo. Another reason as to why a person is under attack, it is because the enemy wants to contend with his destiny. Shetani anataka kushambulia hatima yako. Kwa nini watu wanashambuliwa? Ni kwa sababu ya hatima walizo nazo. Ndani ya kila jamii kuna watu ambao walizaliwa kama Yosefu vile alivyoweza kuzaliwa. Kuna watu ambao walizaliwa kama Musa vile alivyoweza kuzaliwa. A deliverer and a savior. Bwana atukuze sana. As much as mmezaliwa jamii katika jamii yenu, ni vizuri uwezake kujua ya kwamba kila mmoja hapo na hatima yake. Na kuna mtu ambaye Mungu ameinua katika hiyo jamii ambaye ndiye atakuwa a deliverer of that family. So Shetani anapoona you have that ability, that potential, ataweza kufight kwa sababu anajua wewe ndiye utakomboa your family. Hataweza kupigana na wewe sana, na ataweza kukuinukia na ili akustop kabla hujafikisha hiyo jamii mahali pale. We thank God because Shetani alipojua ya kwamba Yosef, angalia habari ya Yosef, he was the savior of Jacob's family. Shetani alipojua hivyo, ndio unamuona akipelekwa, anauzwa, anapelekwa ndani ya jela, na anakaa ndani ya jela kiwango ya kwamba mpaka anasahaulika mahali pale, kwa sababu ya the destiny yake ilikuwa ni become a savior of the house of Jacob. Bwana atukuze sana. Kwa hivyo kuna wakati ambapo unapitia katika changamoto za maisha, unaonewa, unadhulumiwa, vita baada ya vita ingine. Nimekuja hapa kukupatia moyo na kukuambia usife moyo katika jina la Yesu. Ni kwa sababu Shetani anapigana na destiny yako. Kama Shetani anaonaga ni nini ambao utafanyika, ni nini ambao unafanyika, na hiyo ndio anapinga
Hii ndio anapingaga, na ili isije ikafanyika katika maisha yako, lakini ujipe moyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. A person normally comes under attack for another reason, is because your existence or your existence is threatening the existence of another person. Ukijulikana ya kwamba kukaa kwako na kuweko hapa kwa sababu yani inaleta tisho, kukaa kwako na kuweko hapa ni tisho kwa sababu ya mtu mwingine, utaweza kushambuliwa na utaweza kukiona cha mtama kwenu. Si cha mtama kwetu, ni cha mtama kwenu, utakipata. When your position is threatening another, your existence, if your existence is a threat to another person existence, finally ujue you will be under attack. You will be under attack. Na hiyo tumeiona hata katika in the political sector. Politically tumeiona katika mataifa, wakati ambapo mtu anaonekana ako na kukaa kwake, akikaa hapa ama akiweko mahali pale, unaona anapitia matisho mengi katika maisha yake. Lakini tunawaombea, hebu niweze kusubmit hivi nikiwa nimesimama hapa katika madhabahu haya. Hakuna mtu ambaye Mungu anakusudia afanyike kile ambacho anataka afanyike, shetani atafanikiwa katika kuzuia asifike mahali pale. Hata kama ulikuwa na miguu, sikiliza hii, na shetani akaleta ajali ukakatwa miguu, utafika mahali pale ukiwa kiwete katika jina la Yesu. Hata kama ulikuwa na macho, kama Mungu amesema wewe ndiye utatumika na utafanyika kile ambacho amekusudia ufanyike. Hata kama macho itapotea ufike mahali pale kipofu, utafika pale katika jina la Yesu. Mimi nimesoma Biblia na nimesoma historia ya watu ambao Mungu alikusudia wafanyike kile alichokusudia, na hakuna mtu ama pepo ambaye iliweza kuinuka ikawazuia katika jina la Yesu. Hata kama utafika pale kama umebebwa, utafika katika jina la Yesu. Au kusikia hiyo? We have a case na tuko na kitu ambao we can refer. You remember 2002? Rais Kibaki alipata ajali Machakos, si ni kweli? Aliapishwa akiwa salama ama aliapishwa kwa wheelchair? Yes, nasema hivyo kwa sababu ninataka kukupatia a case study. Nimesoma Biblia na nikaona hakuna mtu, na niko hapa kukutangazia usitishwe na mapepo. Mimi kama kuna kitu mimi sijawahi kufanya ni kutishwa na mapepo, kwa sababu yalijaribu kuniangamiza na nilijaribu kunizuia nisifike hapa nimefika. But I am standing here kwa sababu ya Mungu katika jina la Yesu. Na hata wewe ninataka kukupatia moyo, jipe moyo ya kwamba iwapo Mungu alikusudia ufike katika hatima fulani, usitishwe na mapepo. Yatawasha moto na utatoka ndani ya moto hata hauna januka moshi. Utarushwa ndani ya tundu la simba na utatoka huko hata hujararuliwa ama kuumwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu aliyemsaidia huyu mtu angali hapa uhai. Ambia jirani yako Mungu angali uhai. Usitushwe. Ukiona msukosuko katika maisha yako, usiangalia msukosuko, angalia mwenye kutuliza msukosuko. Wacha msukosuko nje. Mimi I normally tell my wife, wacha changamoto zikuja katika maisha. Nimepitia mengi hata hamjuagi. Sisi tu tunajuaga tukikaa na mke behind the scene. But I thank God because God has enabled us to come this far katika jina la Yesu. So I'm saying this, ya kwamba a person comes under attack because his destiny is promising. Iwapo utafanyika mtu ambaye ni na biashara mashuhuri, utapata upinzani bwana, si kidogo sana, utapata sana, lakini usife moyo. Iwapo Mungu unajua kuna kila mtu wako na nyota yake, kama ile ambayo mamajuzi waliona ya Yesu, ya kwamba tumeona nyota yake na ndio tumekuja kuweza kufanya nini? Kumwabudu. Bwana tukuze sana. Kila mmoja hapa na nyota yake, na in the spiritual realm ndio unaona shetani anaonaga na anajua, na wakati mwingine anafuataga hizo nyota, lakini Mungu anampoteza katikati ya njia asije akakuangamize kabla hujafanyika kile ambacho Mungu amekusudia katika jina la Yesu. Hallelujah. So if you study the case of Moses, utaweza kuona, utaangalia hata the case of Jesus, ya kwamba a person comes under attack because he is trying to escape from the hands of slave master. Ukisoma in the book of Exodus chapter 14 from verse 5 to 11,
utaona wakati wana wa Israeli walipokaa Misri katika miaka 430, kuna wakati ilipopambazuka asubuhi yao, naye Mungu akatuma Musa awaokoe na awatoe pale. Wakati sasa Farao alipowapatia ruhusa, sikiliza Exodus chapter 14 ukiwekea verse 5, utasikia ni nini ambao Farao alipojua ya kwamba Waisraeli sasa wameanza kwenda. Sikiliza maneno aliyosema. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume chao cha hawa watu, na wakasema, ni nini jambo hili tumelitenda kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Jina la Bwana lipewe sifa. So that alone was a declaration of battle, ya kwamba I will not let these people go scotch free. Sitawaruhusu waende. Nani atakayetutumikia? Ni nani atakayetengeneza the pyramid? Ni nani atakayetengeneza matofali? Ni nani? Kwa hivyo a person can come under attack. Wakati ambapo umekaribia your breakthrough, ujitayarisha, kwa sababu vita sio kidogo, vita ni nyingi katika jina la Yesu. Hallelujah. Probably you are there, you have been praying for a certain breakthrough, you have been trusting God for a certain breakthrough in your life. Be sure ya kwamba vile unavyotarajia kuwa na upenyo mwingi na upenyo mkubwa, vita vitakuwa nyingi na kali katika maisha yako. Usikate tamaa, don't give up on the process, maana Mungu wetu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. So I am saying this, a person comes under attack because somewhere, somehow, some person or some powers or personality do not want to see him around. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama hautaki kuonekana maisha yako, hautaki utabulikane, utapitia katika hali ngumu ya maisha, but never give up. Yesu Kristo hata alisema in the book of Matthew chapter 10 verse 22. Matthew chapter 10 verse 22 inasema aje? Matthew chapter 10 verse 22 inasema hivi, ya kwamba all men will hate you because of me. Najua kuna watu ambao wanaweza kukuinukia si kwa sababu ya jambo lingine, kwa sababu ya kusema Yesu ni Bwana. Na Yesu alisema hivi, watu wengi nanyi mtachukiwa, mtakuwa mkichukiwa na watu wote, mtakuwa. Kwa hivyo this is a continuous thing. Si kitu itatendeka siku moja. Msimamo wako na kuokoka kwako itafanya uchukiwe na watu. Kusema tu Yesu ni Bwana, mimi nimeokoka, in that company, katika kijiji, katika majirani, sio watu wote ambao wataweza kukaribisha kusema kwako Yesu ni Bwana hivyo. Na anasema kwa ajili ya jina langu. Lakini hebu tusomeni part B yake. Nasemaje? Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka katika jina la Yesu. Sio wale walitangulia kuokoka, lakini ni watakaovumilia kuonewa, kudharauliwa mpaka mwisho. Jina la Bwana lipewe sifa. So the end of the matter is very crucial. It is not how you started, but how you gonna finish. Kama utamaliza ukiwa unachukiwa, basi ujue ya kwamba you are on the right track. Shida tulio nayo kama wanadamu, tunataka tukubalike saa zote. Hapana, don't seek the approval of men. Myself, niliposoma hii, sasa nafuataka nifurahishe Yesu. Bwana atukuze sana. Maana nikiweza kumfurahisha yeye, ninajua ya kwamba maisha yangu yataweza kuwa mazuri. Something to note, ninapoongea kuhusu kusukumwa, ni hii ya kwamba many Christians make the wrong decision when they are under attack. Wakati watu wako under the attack, wakati wako nashambuliwa, wanafanyaga what we call the wrong decision. So unapopitia katika hali ngumu, hata kama unashambuliwa na unapitia mambo mengi katika maisha yako, ni vizuri usome kitabu cha Ecclesiastes chapter 3 uendelee mpaka chini, na utaweza kukusaidia. So Ecclesiastes chapter 3 verse 7 inasemaga hivi. Ecclesiastes chapter 3 verse 7, what does the Bible say? The kind of the decision you make wakati ambapo uko under attack, Biblia inasema a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak. Sasa hapo part B ndio nataka. The decision you make while you are under attack ni hii. Kuna watu ambao wako chini ya kushambuliwa na wako katika mashambulizi makubwa, na Biblia inasema wakati huo ndio wakati wako wa kunyamaza, lakini wewe una make decision, utaongea. Wewe unafikiri utapata mazuri? Maana wakati wa kunyamaza, nyamaza. Sikiliza hivi, aliyemsaidia mwandishi wa Zaburi 118 mstari wa 13 ni Mungu. Mungu hata kutetea ukiwa unajitetea. Hata kupigania kama unajipigania. Kwa hivyo inabidi wakati mwingine unyamaze, Mungu akutetee.
Inabidi wakati mwingine usijipiganie, Mungu akupiganie na uweze kuwa na uhakika Mungu atakapokupigania utaibuka kuwa mshindi. Lakini ukianza kujitetea na kujipigania, utaibuka ukiwa mtu ambaye anaibu. Bia jirani yako, si kila kitu inahitajika ufungue mdomo. Hata ninashukuru Bwana maana midomo imefungwa. Mungu alijua tumeongea sana. Ndio akatuletea mask, tuweke, tufunge mdomo, tunyamaze. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Maana tumekuwa Wakristo wa kujitetea, kujipigania. Na Mungu hawezi akakupigania wakati unapojipigania. So tunasema ni vizuri tuweze kujua ya kwamba our decision must be based on what the Holy Spirit is prompting us to do. What the Holy Spirit is prompting you to do, do it. Kile ambacho Roho Mtakatifu atakacho kuamurisha na atakacho kuongoza ufanye, fanya. Kama anakuambia nyamaza, nyamaza. Kama anakuambia sasa enda, enda. Fuata maagizo ya Roho Mtakatifu, because he is our counselor, he is our teacher, he is our guide. Bwana atukuze sana. Ukisoma in the book of Acts of Apostles chapter 13 from verse 1 and 3, inasemaga hivi. Kuna wakati kanisa la kwanza lilikuwa linaomba, wakajifungia mahali waombe. Acts of Apostles chapter 13 from verse 1 and 3 inasema maneno haya, ya kwamba walipokuwa mahali pale kanisa la Antiokia, katika kanisa lilikuwa mahali pale palikuwa na manabii na waalimu. Unasikia? Nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukia Mkirene na Manaini aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herodia na Sauli. Inasema aje mstari wa pili? While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said. So we need to be sensitive to what the Holy Spirit is prompting us to do. Walipokuwa wanaabudu na kuomba na kufunga, Roho akasema ya kwamba nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaita. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Bwana, tunahitajika tukiwa ndani ya jambo lolote tuweze kumfuata Bwana wakati anapotuamurisha tuweze tutii kile ambacho Roho Mtakatifu anachotuambia. So David was a man ambaye aliweza kupitia katika many attacks, na wakati alipokuwa under attack, yeye aliweza to follow the prompting of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ama Mungu alipomuongoza katika jambo lile alilomuongoza yeye, kuna kitu alichokifanya, ni ya kwamba alikuwa msikivu kwa kile ambacho Mungu anachokisema. Na kuna mambo incident mbili katika Biblia. Kila wakati aliposhambuliwa, jambo la kwanza, he inquired of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. 9 times it is written, aliweza kuinquire the Lord, na Mungu aliweza kumwambia 9 times, aliweza kumwambia yes. Alikuwa anauliza Mungu, should I pursue my enemy? Naye Mungu alimwambia 9, he gave David 9 answer ya kumwambia yes you can. Unaweza kuwawekea hapo 1 Samuel chapter 23 from verse 1 and 3, utaona the first incident. 1 Samuel chapter 23 verse 1 to 3, andika hiyo. Jambo la pili ni 1 Samuel chapter 23 verse 4 and 5, akaambiwa na Bwana ndio. Ingine ya tatu ni ya kwamba 1 Samuel chapter 23 verse 10 and 11, Mungu tena akamwambia ondoka ukawafuate. Ingine Bwana alimwambia ni 1 Samuel chapter 23 verse 12 to 14, Mungu tena akamwambia. Ingine tena Bwana akamwambia ni 1 Samuel chapter 30 verse 8 to 9, Bwana akasema ndio wafuatie. Ingine Bwana alimwambia ni 2 Samuel chapter 2 from verse 1 to 2, 2 Samuel chapter 2 verse 1 to 2, Bwana alimwambia ndio wafuatilie. Ingine Bwana akamwambia ni 2 Samuel chapter 5 verse 17 to 21, Bwana naye akamwambia wafuatilie. Ingine ya 7 ya 8, Bwana alimwambia ni 2 Samuel chapter 5 verse 22 to 25, Bwana tena alimwambia fuatilia utawapata. Na ya mwisho ni 2 Samuel chapter 21 verse 1. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukisoma those are the 9 accounts ambao Mungu alimpatia anansa wafuatilie. But kuna wakati Mungu alipomwambia Bwana ni wafuatilie, Bwana alimwambia hapana. That is why we need to be sensitive of the prompting of the Holy Spirit. Mungu anapokuambia enda, fanya, na kuna wakati atakapokuambia usifanye wakati umeambiwa usifanye. So 2nd Chronicle, ukisoma in the book of 1st Chronicle chapter 14 verse 14, wawekea hapa na ili uweze kuona. This is an incident ya kwamba kama angezoea kusema ya kwamba hata ninaweza kuwork na assumption ya kwamba Bwana ananiambiaga niende. 1st Chronicle inasema, so David inquired of God again. I thank God, and God answered him. Tusome kwa sauti. Do not go straight up.
Bwana atukuze sana. The reason as to why David is termed as the man after God's heart, because the Bible, he was so keen to listen to the prompting of the Holy Spirit. Mungu akimwambia kitu usifanye, hakuwa anafanya. Na ndio nasema when we are under attack, kile ambacho Bwana anakuambia usifanye, be sensitive to the prompting of the Holy Spirit. Vile Bwana atakavyokuongoza, fanya kile ambacho anakuamurisha. But the thing is, sometimes we normally become disobedient. Now we normally suffer kitu ambacho tunaita defeat as a result of ya kuweza kuobey sauti ya Mungu katika maisha yetu. Another thing that we need to do as we are under attack, it must be based on the word of God. Ile hatua utakayofanya na hatua utakayochukua, angalia, it is based on the word of God. So Proverbs chapter 30 and verse 5 inasema maneno haya. Proverbs chapter 30 and verse 5, na ingine tutasoma Colossians chapter 3 and verse 17. So every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. Kila neno la Bwana limehakikishwa. Kwa hivyo ukifanya mambo yote based on the word of God, angalia na usome neno la Bwana likushauri kile utakachofanya, fanya kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu. Na maana Biblia inasema ya kwamba limejaribiwa, na hiyo neno litakuwa ni ngao ya waaminio. Jina la Bwana lipewe sifa. Neno la Bwana nimeliona likiwa ngao katika maisha yangu. Colossians chapter 3 verse 17 inasema maneno haya ambayo ni ya maana. Colossians chapter 3 verse 17, and underline that, and whatever you do, na kila mfanyaro kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Bwana atukuzwe sana. So whatever you do must be based on the word of God. The third thing that you need to do when you are under attack is that whatever you do, it must be based on biblical principles. It must be based on biblical principles. 1 Corinthians chapter 10 and verse 31, this is what the Bible says. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kwa hivyo lazima ifuatane na kanuni za Biblia. Usifanye mambo kama wewe ni Mkristo nje ya mambo ya kanuni ya Biblia. So whether you eat or you drink or whatever you do it for the glory of God. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kama ni kuvaa kama kwa utukufu wa Mungu. Kama ni kukula kwa utukufu wa Mungu. Kama ni kuenenda, kama ni kuishi, chochote kile unachokifanya, fanya kwa utukufu wa Mungu. Unaruhusu ndani ya sauti yako, ndani ya moyo wako, you have to do everything based on the biblical principles. Bwana atukuze sana. Na hapo utamletea Bwana sifa na utukufu katika jina la Yesu. Lakini